السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد بلساني وبقلبي بأخي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tukiwa hapa kwa leo tukuona tuko porini, lakini baada ya leo tutakuwa tuko mjini. Inshallah taala hapa patakuwa kama namna palipoitwa Darul Ulumi wal Adab. Patakuwa pataamirika hisa wa maana, na kila mahali huanza namna hii, kakua paka baadaye ukawa ni mji mkubwa na mji watembea kama namna steni ilivyokuja huku, basi na mji pia nao waja paka huku. Lakini inshallah taala kuungana na juhudi ya ndugu yetu Ustadh Abdul Karim, basi inshallah Mwenyezi Mungu atamkirimu naye akamilishe ujenzi na ile matraba aliyokuwa anawataka. Yeye anajiona amepata nafasi kubwa, lakini tuambia hiyo nafasi uliyopata ni ndogo kwa kweli. Utakapata zaidi na inshallah utakunduka zaidi. Ukiweza kupata na kuongeza useme nazoanza zwili, ukanazo zinne ni bora zaidi, kwa sababu mahali pataamirika na patakuwa mahali pakubwa sana hapa inshallah taala, kulingana na ile ikhlasi yako. Na Mwenyezi Mungu asema walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subula, walladhina jahadu, wale wenye kujipinda, wale ambao wenye kujipinda, lanahdiyanahum, yani Mwenyezi Mungu hapa natia kwa nuni tauhidi athaqila, nahdiyanahum, yani Mungu akiapa Mungu jambo ni kubwa sana. Tena wala nahdiyanahum subulana, akusema sabila na subulana kwa jamii, japo subul katika Qur'ani si mzuri, lakini hapa ni mzuri. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Bwana mufrad ndio mzuri. Ile mufrad ndio mzuri. Ya salam. Ile mufrad ndio mzuri. Shinda ni subul. Lakini hapa subulana, basi madamu ni ya Mwenyezi Mungu lazima iwe mzuri tu. Inna Allah la ma'al muhsinin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao kwamba wenye kufanya mazuri. Inna Allah la ma'a, uko pamoja. Yani na hapa ni muhsin na wenye kusaidia ni muhsinun, basi inna Allah la ma'al muhsinin. Na mahali kama hapa kwa Ustadh Abdul Karim, hii ni katika juhudi na bidii. Walimithli hadha falyamalil amilun, mfano hunu basi wafanye wenye kufanya. Na ni kuonesha katika zile siri ambazo kwamba alikuwa nazo shekhe wetu wa mkoa Sheikh Muhammad bin Khamis Kadidi, basi ile siri zake onesha amemgawia naye Ustadh Abdul Karim. Lazima mganyeni mahali baiti huyo naye. Lakini mfahamu swali baiti yule ni hali baiti wake. Sallu ala nabi. Lazima zile ziko wasirul abai la bnai, yango basi sirul abai, siri za wazee ziko kwa nani? Siri za mababa ziko kwa watoto. Na kulingana na zile daraja ambapo kwamba za baba, basi Sheikh Muhammad ana daraja ngapi? 2 kwa Ustadh Abdul Karim. Wenyewe kwambia inna abaka 3, mababa zako ni 3. Kila mtu ana mababa 3, lakini wengine wana baba mmoja, wengine na 2, wengine bila hana hata mmoja pia. Na kimtafahamu sio na baba nani? Baba wa kwanza nani? Abuka alladhi waladak, ile babako mbanga alokuzaa, ule ndo baba kwanza ule. Ule ndo tu Abu Twin, Abu baba wa udongo ule. Wewe kuna babako alokuzaa, na amekuzaa bila kusudia kukuzaa wewe. Unajua kama alijata kuzaa wewe angelikuzaa wewe. Yeye bahati mbaya tu. Ama mimi bahati mbaya, kwani alijua? Alijua na alijua. Alijua tazama mwanamume mwanamke, hata yeye mwenyewe uteza mpira tu timu akafunga.
Mwita akafunga ni baba, mwita akafunga mama. Kwa hiyo mkile baba kufunga unapatikana wewe. Lakini hakukusudia kama. Na wengine uteza mesha upate hata bao moja. Na wengine kama jogo mara moja utashapata. Lakini mama mbandani hapa. Wa butuni, au ndio tu abutini, baba udongo. Shamgine wa abuka alladhi allamak. Salimtu Muhammad. Na baba alokufundisha. Hapa tumeambiwa katika akhlaq almuallim. Almuallim abu ruh. Babako ni abutin, lakini mwalimu ni abu ruh, baba wa roho. Kwa baba wa roho ana umuhimu zaidi kushinda wa abutin. Kwa sababu la abutin hakukusudia kukutoa wewe, lakini abu ruh amekusudia kusomesha wewe. Ndio hivyo kama sivyo. Najua mimi namsomesha fulani huyo. Tena msomesha roho fulani. Lakini yule hakujua, ni bahati tu. Ni hivyo kushindana tu timu. Kisha kuna baba ambao kwamba watatu, wa abuka alladhi zawajak. Kuna na babako ambao kwamba alokuozesha mtoto wake. Salimtume. Yule ambao kwamba tunaduna bil ami mumitaami Kwa sasa Abdul Karim kwa Sheikh Muhammad ana daraja mbili. Make allamahu wa zawajahu. Bado kumzaa tu. Lakini ndio amemsomesha na ndio amemweza. Na ndio ni bahati kubwa, yani yule mwalimu wako akikuamini na akikupenda mpaka kaamini kwa mimi mtoto wangu nikuozeshe wewe, na kwa kuwa amekupa daraja kubwa sana. Kwa hili ni bahati kwake na ni bahati kwa wengine, na Mungu akikujalia na wewe pesa kupata, kama kuna wengine na wewe pia utapata na. Kwa markaz kama hili ni mengi ya kuzungumza, lakini kwa fupi tu ni kwa kuwa hapa tumeambiwa kuna msikiti na Darul Ulumi wal Adab. Na msikiti ni jina la Said al-Aghar. Said al-Aghar ni ndugu yetu mkubwa wetu, ndio wa kwanza mtoto wa mzee wetu. Na ndio alifariki akiwa na miaka 23. Na alifanya kazi kubwa sana mpaka akawajulikana ulimwengu mzima kila mahali mpaka Hadramut. Kina Habib Ali Jufri walifanya hauli sehemu za Hadramut huko. Kuna mji wa Gassam huko, alizaliwa Lilhabshi huko. Basi akahumueleza tarehe ya Said al-Aghar wa Mambrun. Amweleza aliposoma, alipozaliwa. Yani ajulikana paka huko na hakwenda huko. Na muda wake kazi yote ilikuwa ni miaka 3 tu basi. Mwaka mmoja Lamu, miaka 2 Mtongwe. Asaliwa bwana Mtume Muhammad. Miaka 3 tu, lakini ile kazi na ile juhudi, walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mwenyezi Mungu atamuongoza. Kwa hiyo Ustadh Abdul Karim alipokuja katika ziara akaathirika kulingana na ile tarehe iliyotolewa ya Said al-Aghar, akaamua na yeye afanye atabaruku kwa msikiti wa Masjid Said al-Aghar. Na nikamwambia kweli, ukitaka mahali pajengwe anza kujenga msikiti. Ukijenga msikiti ndio madrasa yatajengwa na kila kitu. Na mwanzo tumeanzalia asili. Kila mahali mwanzo hapa kujengwa msikiti. Mwanzo kumesoma maulidi. Mupo? Mwanzo kusoma nini? Kisha ndo kajengwa nini? Msikiti. Sioni, Lamu, Mambroi, Malindi, kote huko mwanzo kujengwa msikiti. Kulikuwa na banda tu soma maulidi, yale maulidi ndio akazaa msikiti. Yale maulidi ndio akazaa kujengwa. Kwa hivyo na hapa kumesoma maulidi ni ishara kwa kuwa kutajengwa inshallah taala. Tena kama alivyomwambia amebashiria Darul Ulumi wal Adab. Tukamwambia kwa kuwa ni nyumba ya elimu nyingi zitapatikana, kutakuwa ni markazi kubwa. Make daru yenyewe ni kubwa Daru ni nyumba kubwa, Baitu nyumba ndogo. Daru nyumba kubwa. Le daru yenyewe ni kubwa. Kisha na ulumi jami, hata si ilmi ni ulumi. Kwa elimu zote wal adab na adab. Na tukamwambia hapa na Sheikh Muhammad, adab kuna sampuli mbili. Kuna adab ya masomo na kuna adab ya adabu. Utasikia katika kuna ilmu al-adab. So kuna ilmu al-adab wewe usione kwa kutafundishwa adabu. Ilmu al-adab make kuna lugha pale, kuna sarfa pale, kuna nahwu pale, ndio ukisikia ilmu ba. Kuna balagha pale, kuna ishai pale, hizo ndio ilmu al-adab hizo. Ndio Darul Ulum wal Adab. Ukisikia adab, na hiyo adab ingia katika hiyo ulumi. Dhikrul khas baada al-am, Dhikrul khas baada al-am. Hiyo ilmu ndio adab hiyo. Make ni adabu nyingi sana, make tukipendelea upande huo na adabu hizo basi ni adabu. Na tukipendelea adabu hii nyingine ni hii yetu.
Makini pia ni muhimu elimu ya adabu, yani elimu ya heshima, ndio inaitwa ilmu suluk, ndio inaitwa ilmu al-akhlaq, na ndio muhimu zaidi ni adabu. Kabla adabu ya kusoma, mwanzo ya adabu ya wewe kwa una adabu ndio upate adabu ya kusoma. Yani wewe mwenyewe una adabu. Yani wewe una heshima. Una adabu kwa mwalimu wako na kwa shekhe lako. Kwa haya ndio tumependa kulingana na wakati, lakini limithli hadha falam. Na wewe mwingine pia tia nia na wewe usome kwa ikhlasi, na wewe tena uwe na ufungue kituo chako. Kama tuliambiwa na shekhe, soma na ukitaka kuondoka upate radhi za mwalimu, upate fatia mwalimu. Kisoma kwa sani yako usitoke kwenye dirisha, toka kwenye mlango. Umeelewa? Unajua kuna wanafunzi wengine wasoma kisha kata kutoka kwa dirishani kama paka wale. Hatoki kwa mlangoni. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilisema siwezi kusimama, lakini maana tuwe ni watu wenye kushukuru, au sio bwana? Tuwe ni waja wenye kushukuru. Hii maneno haya yanaweza kaachwa hivi bila kutolewa shukrani kweli? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kalima ya shukuru kwa maneno makubwa yenye faida. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Na tuyazingatie, tuyashike insha Allah taala. Basi sasa ni wakati wa sisi kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zenye unyenyekevu, na sahibul maqam atuombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu ahudhurishe nia zake insha Allah. Na kadiri unavyonuia na utulivu ndivyo unavyojibiwa. Tumeelewana uzuri eh? Ni wakati sasa wa kuombewa Mungu insha Allah Ta'ala. Habib, tuongoze kwa kutuombea Mungu insha Allah. Inshallah. Inshallah sasa tutasoma dua kuombea haswa hapa markaz ya Dar al-Ulum wal Adab, na kuombea Ustadh Abdul Karim, na kumwombea hasa shekhe wetu wa mkoa Sheikh Muhammad bin Khamis Kadidi kwa juhudi zake na kazi zake. Na kazi kubwa hii ni hudhuri ya kina mama waliokuwa alhamdulillah, na wanafunzi na wazee, wakati kwa siku chache na mahali ambapo kwamba sipalai. Na Ustadh Karim kuna kijihafla kidogo sasa. Hasa hichi kidogo, kikubwa si utakuwaje. Hii ni ishara ya Ibn Athaillah Sekandaria, sema man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. Man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. Yani mtu ukiwa mwanzo wake kutangara, basi mwisho wake pia kutangara. Kwa kuna aswali salatu shukri na sidatu shukri, kisha nasome dua zaidi ya kujilinda na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamhifadhi, atamlinda, na nyinyi pia inshallah. Tukija mara nyingine pia tumuone mwanafunzi mwingine naye ana markaz yake, tuone kwingine. Sisi tunapenda Babati kwa sababu kila tukija tuona kuna mabadiliko. Mwingine ukienda vile vile tu hakwenda hakurudi, la yusminu wala yughni njoo vile vile tu. Alhamdulillah kila tukija tuona Asalamu Mtume Allahu sallallahu songea. Yani kazi inafanywa, kazi yaendelea. Hapa mahali pa kuchapa kazi tu hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu ape taufiki na hidayah, ahifadhi shekhe wetu, ahifadhi mji wetu Babati, tuhifadhi wapenzi wetu, ndugu zetu wa Manyara wote.
atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana bitafarruqa masuma wa la tada fina wala minna wala baina shakal mahruma. Allahumma la tada lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa shafaita wala maytan illa rahimta wala hajatan min hawji dunya wal akhirah illa qadayta sata rabbal alamin. Allahumma salana ma nurid wa najna man khaf بهدك لطيف. اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهل وأنت تجعل حزنا إذا سهل فاجعل أمورنا كلها سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا فاجعل أمورنا سهلا. اللهم رب البيت باقي أهل البيت سل بنا هذا المكان. اللهم رب البيت باقي أهل البيت سل بنا هذا المكان. اللهم رب البيت باقي أهل البيت سل بنا هذا المكان برحمة محمد صلى الله عليه وسلم. نيني ندوة يا توقع وحبيب أحمد مشهور بتوع الحداد. اللهم رب البيت باقي أهل البيت سيل بنا هذا المكان. أما اللهم رب البيت باقي البيت سيل بنا البيت. اللهم رب البيت باقي البيت habi albayt. Yani ni dua ya kupata nyumba. Ukitaka ujenge, kama utakapata nyumba bure tu utapata, lakini mke upate bure. Sasa nyumba sio ni mke, ni nyumba ya kukaa na kuishi. Ndio na kujenga pia ni hivyo. Na unasoma kila baada swala mara 3, kila baada swala. Ukitaka nyumba kujenga, wajenga Allahumma rabbal bayt dakhil bayt sail bina bayt. Na ikiwa utakapata nyumba tu Allahumma rabbal bayt dakhil bayt habli albayt. Na ikiwa ni msikiti Allahumma rabbal bayt dakhil bayt sail bina almasjid. Ikiwa madrasa Allahumma rabbal bayt dakhil bayt sail bina almadrasa. Hii ni mujarrab, kila baada swala nasoma mara 3 tu basi. Inshallah kwa Ustadh Abu Karim na mwingine yote anaweza kuisoma hii mara 3 inshallah. Na mwadhini shahidi na mwadhini alama kwa ni kabuli inshallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaykum. Baada hapa tumeshahitimishiwa na shefe. Tunaomba maustadhi wote tuelekee nyumbani kwa Ustadh Abdul Karim inshallah. Na wazee.